Day, ambayo ni siku ya kimataifa ya kuhifadhi nakala za taarifa au kwa ufupi siku ya backup. Na tulikuwa hapa na Kennedy Mari ambaye ni mtaalamu wa teknolojia ya mawasiliano na Khadija Mohamed Ramadhani ambaye ni mhadhiri msaidizi chuo cha utumishi wa umma Tanzania campus ya Magogoni, idara ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka. Kwenye mjadala wetu tutamulika kuhusu tija ya matumizi ya tiba asili kwenye matibabu hapa nchini, na tunao wageni wetu hapa studioni, Dr. Marco Hinge ambaye ni mratibu wa tiba asili na tiba mbadala. Tutazungumza naye katika studio zetu za Dodoma, na hapa studio zetu za Dar es Salaam tunaye Dr. Mwanaid Kafuya ambaye ni mtafiti kiongozi kutoka NIMR. Karibu sana Dr. Lakini vile vile tunaye Dr. Emmanuel Limo ambaye ni meneja wa kituo cha NIMR Mabibo. Karibu sana Dr. Shukrani. Na tutaona pia pale Muhimbili ambako hospitali ya taifa ya Muhimbili ambako pia kumekuwa na kitengo maalum cha masuala ya tiba asili. Lakini kwa kwanza tuanzie hapa studio. Tunapozungumzia tiba asili tunamaanisha nini hasa, pia ukilinganisha na aina nyingine za tiba? Tiba asili ni huduma ya kiafya ambayo hutolewa na wataalamu wa kijadi kwa kutumia njia asili, vifaa asili na dawa za kiasili kwa ajili ya kuboresha afya za binadamu na Watanzania kwa ujumla. Sasa na Dr. Limo pia unajua kuna wengine wanakuwa na mtazamo wanapozungumzia tiba asili anaona kama ni mbadala wa tiba nyingine, yani kwamba yenyewe sasa ukitumia hakuna haja ya kuwa na kutumia tiba aina nyingine za tiba. Mtazamo sahihi ni upi hasa wa kisayansi? Naweza nikasema hizi tiba zote mbili ni muhimu. Hizi tiba ya kisasa na tiba ya asili inategemea na uhitaji wa mgonjwa. Kwa hiyo yapo magonjwa ambayo yanatibiwa vizuri na tiba ya kisasa, lakini yapo magonjwa ambayo yanatibiwa vizuri na tiba asili. Kwa hiyo unapofanyiwa tathmini na mtoa huduma ndio anaweza kujua njia ipi ya matibabu ni sahihi kwako. Kwa hiyo hakuna kusema kwamba tiba asili ni bora kuliko tiba ya kisasa au vinginevyo. Zote ni muhimu, zote ni mifumo ya kutoa huduma za afya kwa jamii. Naam, asante sana. Tuzungumze pia na Dr. Hingi ambaye yuko kule kwenye studio zetu za Dodoma Hilda. Tufahamu pia kuhusiana na mwongozo wa wizara kuhusiana na masuala ya tiba asilia ama tiba asili. Dr. mwongozo wa wizara ni upi hasa? Asante. Wizara ya Afya ina miongozo mbalimbali, lakini hasa tunaanza kwamba kutambua huduma hizi kwa mujibu wa sheria. Kwa huduma za tiba asili na tiba mbadala hapa nchini zinatambulika kwa mujibu wa sheria namba 23 ya mwaka 2002. Lakini baada hapo tumekuwa na kanuni mbalimbali ambazo zinatuongoza katika huduma hizi, hasa kanuni ya usajili wa waganga wa tiba asili na tiba mbadala, kanuni ya usajili wa vituo vya tiba asili na tiba mbadala, lakini pia na kanuni ya usajili wa dawa za tiba asili. Baada ya hapo tumeweza kuwa na miongozo mbalimbali, ikiwemo miongozo ya rufaa. Kwa mfano leo nimekuja na mwongozo huu wa rufaa. Huu mwongozo unawasaidia waganga katika kuhakikisha kwamba wanatoa rufaa kwa wagonjwa wao kwenda katika vituo vilivyo karibu, ambavyo ni vituo vya tiba za kisasa kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Lakini kuanzia mwaka 2023 tumetengeneza miongozo kadhaa hasa ya kuingiza huduma za tiba asili katika hospitali za rufaa za mikoa au katika vituo vya afya ambavyo tunaweza tukasema ni hivi vya kisasa. Na hiyo ni miongozo ya tunaita huduma jumuishi za tiba asili. Kwa hiyo tangu mwaka 2023 mwezi Mei tumeweza kujumuisha hizi huduma au kuziongeza hizi huduma katika hospitali 14 za rufaa za mikoa.
Kwa hiyo ni baadhi ya miongozo ambayo tumeandaa, lakini tuna miongozo mbalimbali ya vituo vya tiba asili namna gani viweje, lakini pia tumeweza kutoa vitabu ambavyo vinasaidia mafunzo ya kuendeleza hawa waganga wa tiba asili hapa nchini. Sasa na hapo kwenye rufaa Dr. Hingi, maana yake ni kwamba rufaa inakuwa kwamba mganga wa tiba asili anatoa rufaa kwenda kwenye tiba za kisasa, si ndio? Sio kwamba anatoa rufaa kwenda kwa mganga wa tiba asili ambaye ana uwezo kuliko yeye. Rufaa ambayo tumeiandika kwa huu mwongozo wa kitaifa wa rufaa wa wagonjwa wanaopata huduma za tiba asili na tiba mbadala umelenga kwamba mgonjwa ambaye ametibiwa kwa mganga na matokeo yake au matibabu ambayo amepewa hajampa matokeo mazuri ndani ya siku 3, kwa mujibu wa sheria anatakiwa ampe rufaa. Kwa hiyo atamtoa pale, atampeleka katika vituo vya tiba za kisasa. Sawa. Lakini vile vile kuna katika tiba asili kuna ningeweza kusema kuna ubobezi. Kuna baadhi ya waganga wenyewe wanafanya magonjwa ya akili, kuna baadhi ya waganga wanafanya magonjwa ya uzazi, kuna wengine wanafanya magonjwa ya mifupa na misuli. Kwa hiyo pia mganga anaweza akapeleka rufaa akiona huyu mgonjwa atafaidika zaidi na matibabu labda ya mganga ambaye ana ujuzi zaidi kwenye eneo fulani, basi anaweza kumpa rufaa pia. Kwa hiyo hii rufaa tunaweza tukasema inaweza ikawa ni kutoka katika same level kwa maana ya mganga kwa mganga, au ikatoka mganga kwenda kwenye vituo vingine ambavyo vinatoa tiba za kisasa vipo jirani yao. Sawa. Naam, tukirejea hapa kwa upande wako Dr. Kafue, ni maeneo gani ya kitafiti ambayo mmebaini ya masuala ya tiba asili yamefanya vizuri? Maeneo ambayo tumebaini ni maeneo ya tezi dume ambayo yamefanya vizuri sana, na kama mlivyoona kuna baadhi ya dawa hapo zimeonyeshwa kwenye TV. Hizo dawa zimefanya vizuri sana kwenye upande wa tezi dume, pia kisukari. Yes. Na katika mchakato sasa wa hizi dawa kuthibitika kwa salama na hata kufikia matumizi yake ukoje kwa upande wa utaratibu kwenu nini? Yes. Labda sisi tumebobea kwenye utafiti, kwa hiyo dawa hizi anaye miliki wa kwanza mwenye maarifa haya ni yule mtaalamu wa tiba asili, ni mganga tunamuita. Kwa yule ndo ana maarifa yale. Kwa hiyo sisi huku tunachokifanya, tunafanya naye kazi kwa ukaribu kuyathibitisha au kukusanya taarifa za kisayansi ambazo zitathibitisha yale madai yake. Kwa hiyo yule mtaalamu anaweza akawa na maarifa ya kutibu ugonjwa kwa njia za asili. Lakini sasa sisi tunatumia hizi nyenzo za kisasa za tafiti ili kuthibitisha yale maarifa alionayo kama kweli yanasaidia au la, lakini pia tunazingatia ishu ya usalama. Naam. Kwa hiyo tafiti zetu zimejikita sana, kwanza kipaumbele ni usalama. Kwa hiyo dawa zote za asili lazima tujiridhishe usalama wake, alafu tunaenda hatua nyingine ya ufanisi. Sasa Dokta, na kwa kutambua umuhimu wa tiba asili hata kwenye tiba za kisasa kunakuwa na kujumuisha ama integration ya tiba za asili pia. Kwa mfano kama tulivyosema hapa kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili kumekuwa pia na kituo ama tuseme idara maalum ambayo inashughulika na masuala ya tiba asili. Mwenzetu Jafari Mpona ametembelea katika hospitali hiyo. Jeff, kama wanatupata, karibu tuoneshe mambo yanayofanyika hapo. Asante sana, good luck. Nimewapata vizuri sana kwa hakika. Ni katika kitengo cha tiba ya mimea ama tiba asili hapa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, ambapo hapa nakutana na Dr. Benson Peter. Yeye ni mtafiti, atatupitisha kupitia
hatua kwa hatua katika baadhi ya mchakato ambao unafanyika hapa na mpaka kupatikana kwa baadhi ya dawa ambazo tutakuonesha hapo mwishoni. Dr. Benson, pengine tuambie tupo katika chumba cha namna gani hapa? Okay, karibuni sana. Naitwa Dr. Benson Peter Mgaka kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, taasisi ya madawa asili. Hiki ni kitengo cha kemia ya mimea. Ni kitengo ambacho kinapokea mimea baada ya utambuzi. Mimea ikishafika hapa inaanza kuchakatwa ili iende katika ule mnyororo wa utengenezaji wa dawa. Okay. Ndio. Mfano tayari mimea imefika na tayari mtafiti anataka kupata matokeo kutokana na kile ambacho anataka kukitafiti. Hatua zipo? Hatua ni kadhaa. Kwanza kabisa, kabla mimea haijafika hapa, mimea kwanza lazima itambuliwe kwamba ni mimea gani unakuja hapa. Kuna idara chini pale, kuna kitengo cha botania. Wenyewe kazi yao kubwa ni kutambua mimea, kwamba mmea unaitwaje na una vitu gani vya muhimu ambavyo vinaweza vikatumika kama dawa kwa ajili ya binadamu. Kwa hiyo wakisha utambua mmea, mmea unakuja hapa kwa ajili ya kuchakatwa. Kuchakatwa ni kuondoa yale makapikapi yaliyopo kwenye mmea, lakini pia kuangalia kemikali dawa zilizopo kwenye mmea ambayo pia inaweza ikasaidia katika kutengeneza dawa. Kwa hiyo hapa mimea ikifika inachakatwa kama vile, kwa mfano kusagwa. Ikishasagwa inakuja kwenye kontena kama hizi hapa. Kontena kama hizi hapa unakuta mmea imewekwa. Mimea ikishawekwa baadaye wanaweka, mara nyingi tunatumia kemikali mbalimbali, lakini kemikali ambayo ni rafiki kwa binadamu. Kwa mfano ethanol. Ethanol ambayo ni ethanol ambayo tunaitumia kuchakata, kufyonza kemikali dawa iliyoko kwenye mimea hapa. Kwa hiyo baada ya hapo makapi yanatupwa. Kwa hiyo tukishapata kitu kama hiki hapa ambayo ni majimaji kama haya ni majimaji lakini yana kemikali dawa ndani yake. Kwa hiyo tunachofanya kingine sasa ni kuondoa hii spirit tuliyotumia kufyonza dawa. Tunaiondoa ili tubaki na kemikali dawa yenyewe ambao kwa lugha nyingine tunaita kiambata. Kwa hiyo mashine tunazotumia ni hizi hapa. Moja hapo ni hapa. Hii inaitwa rota evaporator. Yeye kazi yake kubwa ni kutoa sasa ile kemikali majimaji tuliyotumia kufyonza dawa ili tubaki na dawa yenyewe ambayo inakuwa ni kwenye ujiuji au molten state. Kwa hiyo tukishapata ile dawa inaingia kwenye taratibu mwingine pia kuangalia kwamba kwa mfano ni kemikali dawa zipi zilizoko hapo na labda zinatibu tatizo gani. Sasa ndo itafanyika hapa, lakini sehemu nyingine ya kuanza kuangalia sasa ni kemikali dawa gani na ufanisi wake ukoje kwenye idara nyingine huko ambayo ni idara ya biolojia. Kwa hiyo wenyewe sasa wanatumia njia mbalimbali kuangalia dawa hiyo inatumikaje, dozi yake ikoje. Kwa hiyo wakishamaliza kazi hiyo yote sasa ndio inaenda kiwandani sasa kwa ajili ya kutengenezwa. Kwa hiyo unaona mnyororo jinsi ulivyo. Pale chini kuna wachambuzi, kuna watu wa botania, wataalamu wao wanatambua mimea ikoje. Wakishatambua mimea inakuja hapa inachakatwa, tunatoa yale makapi na yale ambayo hayahitajiki katika utengenezaji wa dawa. Baada ya hapo inaingia kwenye maabara nyingine huko ambayo ni maabara ya biolojia ambayo kazi yake kubwa ni kuangalia ufanisi wa dawa, lakini pia inaangalia kwamba dawa hiyo katika dozi gani, kwa sababu dawa lazima iwe katika mfumo wa dozi. Ni dozi gani, kwamba katika dawa hiyo katika kiasi gani ambacho binadamu anatakiwa atumie. Kwa hiyo wanatumia vitu mbalimbali kama wanyama na vitu vingine ambavyo. Dr. Benson, mzungumza vizuri mchakato mzima mpaka kufikia mwisho kwenye dawa. Pengine tupitishe sasa kwenye hizo dawa ambazo tayari zishapita mpaka katika kuchakatwa na kiwandani kwa ujumla na tumepata dawa kamili. Lakini umetaja hapa kemikali dawa. Na sisi tunafahamu kwamba tiba ya dawa za asili hazina kemikali. Lakini hapa unataja hili neno kemikali dawa. Inakuwaje na haina athari kwenye matumizi? Kemikali dawa ndio kinachotibu. Ndio kinachotibu. Sasa tunaposema kwamba tiba za asili hazina kemikali dawa tunakosea, kwa sababu kemikali dawa ndio ile inayotibu ile. Sasa ipo kwa kiasi gani na inatakiwa itumikeje? Hilo ndio jambo la msingi, kwamba ipo kwa kiasi gani au inatibu keje. Lakini kinachotibu ni hiyo kemikali dawa. Ndio maana nimetumia neno kemikali dawa. Vema sana. Mchakato tayari umefanyika na tayari dawa zimepatikana. Hizi ni dawa za namna gani, za magonjwa gani, kwa maana zinatibu magonjwa gani? Tuna baadhi ya dawa mbalimbali ambazo tunazitengeneza hapa, lakini hizi ni baadhi ya dawa chache ambazo nimeona angalau ni share na ninyi. Moja hapo ni hapa tunaita Gastria. Gastria ni dawa nzuri sana kwa ajili ya tatizo la vidonda vya tumbo. Hii hapa inaitwa Gastria.
Hii dawa tunaitengeneza hapa. Sasa na bahati nzuri tumeshaisajili pia Wizara ya Afya, Baraza la Tiba Asili. Hii dawa unapokuwa umeshaitengeneza, imeshakamilika hivi, lazima pia upeleke kwa mkemia. Tunaweza tukafanya hivyo, lakini hatuwezi kuji audit sisi wenyewe. Kwa hiyo tunapeleka kwa mkemia. Mkemia kazi yake kubwa ni kuangalia usalama wa dawa. Sasa wale wameangalia ufanisi wa dawa inatengenezwa, lakini sasa mkemia anaangalia usalama wa dawa. Je, hii dawa ni salama kwa binadamu kutumia? Kwa hiyo wanaangalia vitu mbalimbali. Kwa mfano wanaangalia kwa mfano kama madini tembo. Madini tembo ni heavy metals kama zipo, kwa sababu hizo sakizo zipo kwenye dawa. Lakini kuna vitu vingine kama aflatoxin. Aflatoxin ni sumu kuvu ambayo pia mtu akitumia itasababisha matatizo mengine. Lakini pia wanaangalia kama imekuwa contaminated labda na microbes ambayo mtu anaweza akanywa dawa. Baadaye mtu anakunywa dawa ili apone, mtu anaweza kupata changamoto zingine. Kwa hiyo wakishaangalia usalama ule, ndio inapelekwa baraza kwa ajili ya kuisajili ili iende kutumika kwa binadamu. Matokeo yake yapoje baada ya kutumika kwa binadamu, au bado haijafika kwa binadamu? Hii dawa inatumika kwa binadamu, ni moja ya dawa ambayo inafanya kazi vizuri sana, na ni moja ya dawa ambayo ikikosekana hapa kwetu hapa ni kesi ipo. Kwa hiyo ni dawa ambayo inafanya kazi vizuri sana na imetupa majibu makubwa sana kwa watu wanaozitumia. Kwa hiyo ni dawa ya gastria, ni dawa ya vidonda vya tumbo, kuna peptic ulcers, lakini pia kama kuna H pylori ile pia anashambuliwa vizuri kabisa. Kwa hiyo ni dawa nzuri sana ambayo tumetengeneza hapa Taasisi ya Madawa Asili. Kama nilivyokuonyesha kuna chumba chetu pale. Kile chumba pia kinasaidia kuonyesha dawa itakaa muda gani, ubora wake ukoje. Kwa hiyo unaona bado kuna vyote hivi tunavitumia ili kuhakikisha kwamba dawa inaenda kwa binadamu, ni dawa ambayo ni salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Wakati gani ambapo huwa mnaamua kumpa mgonjwa ambaye amelazwa hospitali hapa Muhimbili na kumpatia hizi dawa, au utaratibu huo unakuwaje? Mgonjwa mwenyewe amue ama huwa mnamchagulia? Kwa hapo hivi ni kwamba mara nyingi dawa hatusipeleki kwenda kuwapa wagonjwa. Mara nyingi hapa kwa mfano hapa tuna duka letu hapa, tuna pharmacy yetu hapa ambayo mgonjwa mwenye tatizo akijua kama ana tatizo anakuja hapa. Lakini mara nyingi tunashauri kwamba mtu kabla hajaanza kutumia dawa zetu, kwanza haja ameshapima jua kuna tatizo gani. Akija hapa atampata daktari ataongea naye, alafu daktari pia atamshauri dawa gani ya kutumia. Kwa sababu tuna dawa nyingi ziko hapa, mtaziona hapo baada ya muda si mrefu. Kwa hiyo na pia ningeomba pia niongezee kuna dawa nyingine hapa. Hii dawa inaitwa Prucan, dawa ya tezi dume. Kama unavyojua tezi dume ni changamoto kwa wakina baba miaka 50 na kuendelea, na dalili zake kubwa sana mara nyingi ni changamoto ya haja ndogo, haitoki yote. Kwa hiyo watu wengine wanaita urine retention, kwamba anakuwa anaenda kujua mara kwa mara. Kwa hiyo hii inasaidia kupunguza ule uvimbe, lakini pia ikishafanya vile, kwa hiyo atarudi kwenye hali yake nzuri. Na akitumia dawa hii vizuri mapema, baada ya kugundua tatizo, hawezi kwenda kwenye hatua zingine za kufanyiwa upasuaji. Sawa, hii ni ya tezi dume. Naam. Nyingine? Hii inaitwa Ravo Cream. Ravo Cream ni dawa ya ngozi. Matatizo ya fangasi, watoto unakuta wana vibalango vile. Kwa hii hapa inaitwa Ravo Cream. Ravo Cream ni kwa ajili ya sasa kwa matatizo ya ngozi. Ndio. Lakini pia tuna dawa nyingine hii hapa. Hii sio dawa pase, lakini ni food supplement. Ni chakula lishe, lakini chakula lishe yenye faida mwilini. Kwa mfano ina madini kama ya chuma, inasaidia utengenezaji wa damu, inasaidia pia kurekebisha sukari ya mwili, pressure. Kwa hiyo tunashauri sana watu wainywe kama juisi, yani unaweza ukawa unakunywa, hata mtu ambaye yuko salama ambaye ana matatizo mengine, anakunywa tu, kwa sababu pia inaongeza madini mbalimbali mwilini. Inaongeza vitamins pamoja na madini mengine ambayo ni muhimu sana kwa binadamu. Ni dawa nyingi kwa hakika, lakini pengine tuambie, kuna wale ambao wanatambua dawa hizi katika sio misingi hii ambayo umeieleza kule mtaani, lakini wana dawa ambazo zinaweza kutoa matokeo. Mna mchango gani kwao hawa baada ya kuwasikia na kuona namna ambavyo mtaweza kuwasaidia katika kuchakata dawa zao na kuwa katika mfumo hasa wa kisayansi, lakini ni tiba za asili? Sisi wenyewe hatutoshi kuwahudumia Watanzania wote. Kwa hiyo tunashirikiana wote katika kuwahudumia Watanzania. Kuna watu wako sehemu mbalimbali Tanzania hapa wanatengeneza dawa zao, na wengine dawa zao zinafanya kazi vizuri mno. Sasa sisi katika kutoa kwa jamii huwa tuna program mbalimbali hapa ambazo huwa tunawaita kuwasaidia, kuwafundisha jinsi gani ya kutengeneza dawa na sehemu gani ya kutengeneza dawa, mazingira mazuri ya kutengeneza dawa. Tunafanya hivyo ili watakapoenda kule kutengeneza dawa, watengeneze katika mazingira mazuri na dawa ziwe salama kwa ajili ya binadamu. Kwa mfano kila mwaka kuanzia mwezi wa 9 mwishoni huwa tunatoa mafunzo hapa ya muda mfupi.
program ya kwanza tunaita level 1, level 2 na level 3. Level 1 ile tunawafundisha wajue sheria mbalimbali zinazohusiana na mambo ya tiba asili, lakini pia jengo lile ambalo natakiwa tengenezea dawa likoje. Lakini level ya pili tunawafundisha sasa jinsi gani ya wao kutengeneza dawa, watengeneze dawa na watengeneze katika mazingira gani, mazingira ya salama. Lengo letu kubwa sisi ni kuhakikisha kwamba wanapotoka hapa wakienda kule wanakofanya kazi zao zile, sasa wafanye katika utaratibu mzuri ambao serikali pia inataka. Lakini kuna level nyingine ya tatu ambayo ni ya mwisho. Hii level mara nyingi tunasaidia ni pamoja na wale watengeneza dawa, lakini level ni ya juu kidogo, hata watu watafiti mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali za serikali tunawafundisha pia kuja hapa. Lengo kubwa ni kwamba waje ujifunze jinsi gani ya kuangalia ubora wa dawa. Wakisharudi kule sasa, kwa mfano kutoka pale kwa mkemia, mara nyingi dawa hizi zinaenda kwa hapa. Watakuwa na uwezo sasa kuangalia hii dawa ina ubora gani. Kwa hiyo hizo program zote tatu huwa tunafanya kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10, na kila program hiyo inachukua wiki moja. Tunafanya hivyo ili kuwasaidia ni kwamba sasa unapoondoka kwenda kule kwa jamii wakafanya kazi vizuri, wafanye taratibu vizuri ili kazi ziende vizuri na watengeneze dawa ambazo ni salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Sawa, hatujaona tunguli hapa wala hatujaona vile vijumba vya kupunga. Hampungi hapa? Hivi sisi tunaenda kitafiti zaidi. Kwa hiyo tunapogundua kwamba dawa kwamba kwanza, kwa mfano, ili ugundue kwamba dawa inafanya kazi, mara nyingi pia tunashirikiana na watu huko sehemu mbalimbali. Kwa mfano unaweza kukuta labda mtu anatoka labda Kigoma ule mmea wanatumia katika kutibu tatizo fulani. Ukienda Iringa pia wanatumia hivyo, wanatumia kutibu tatizo fulani. Kwa hiyo sisi zile ndio taarifa za mwanzo kabisa ambazo sisi huwa tunazichukua. Tukishachukua zile taarifa tunakuja nazo hapa sasa kuzihakikisha, je, hizo taarifa ni sahihi? Je, machapisho mbalimbali kuna vitu vingi vinafanyika. Kwa hiyo sisi hapa tunaenda kitaalamu zaidi. Kwa hiyo dawa, ili tuseme kwamba dawa inafanya kazi, hatuwezi kuifanyia ramli kwamba sisi hatuende huko. Sisi yetu kubwa ni kwamba ili tujue kwamba dawa inafanya kazi, ni lazima tuingie maabara, tuichakate, tufanye taratibu zote zile ambazo zimewekwa ili dawa tuhakikishe kwamba hii dawa inafanya kazi, hii haifanyi kazi. Hii kama inafanya kazi, tutaenda taratibu zingine. Unaweza kuwa dawa inafanya kazi lakini haifanyi kazi vizuri, pia inafuata taratibu zingine. Ndio. Mimi ninatoa wito kwanza kwa watengeneza dawa wote na watu mbalimbali ambao wanafanya kazi kubwa sana ya kusaidia wananchi, kwa sababu bado asilimia kubwa sana wa Tanzania bado wanategemea hizo dawa za asili. Mimi ninachowashauri tu ni kwamba taasisi ya madawa asili ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili ni taasisi ya serikali ambayo pia inatoa kwa jamii. Kwa hiyo nawashauri sana angalau waje kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10 pale, waje angalau wajifunze, wapate ujuzi huu ili wanaporudi kule sasa wanakuwa sio tena wale ambao walikuja hapa mwanzo. Lengo letu ni kwamba waje wajifunze, wapate ujuzi wakatengeneza dawa. Lakini pia na washauri pia Watanzania wote na wengine ambao wako nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania kwamba wakaribie sana katika taasisi ya madawa asili ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Ni taasisi ambayo ipo karibia kabisa na geti ile kubwa la chuo kikuu. Unapoingia kutokea fire ni geti kubwa liko mkono wa kushoto, unapoingia kutokea Surrender Bridge hivi ni geti liko mkono wa kulia. Wakiingia hapa ulizie mtoto kwamba taasisi ya madawa asili iko sehemu gani. Wakifika hapo watakuta duka pale, mtukua daktari atamsikiliza, lakini akishamsikiliza atampa dawa kulingana na tatizo alilonalo. Kwa hiyo na washauri wa Tanzania pia hizi dawa ni nzuri, zinafanya kazi vizuri, zimefanyiwa tafiti na pia zimefanyiwa utafiti wa usalama na ufanisi. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Kwa hiyo wasiziogope na wasifikiri kwamba tunafanya tunguli, tunafanya sayansi kama mlivyoona kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asante Dr. Benson. Tunashukuru sana. Haya, kwa uchache kabisa Dr. Benson, hayo ndio aliyotuandalia katika kitengo hiki cha dawa asili kama tulivyoziona hapa. Good luck. Sina shaka kwa kiasi ndio. Nataka nikwambie na wewe uhakikishe kwa kiasi bila shaka nimekata kiu. Nataka nikwambie na wewe uhakikishe ukitoka hapo utoke na dawa yako inayokufaa. Haina shida. Unajua sisi ndio umri ambao umeutaja 45 kuelekea 50. Na ule ugonjwa ule sijajua ndio umri wetu huu, hatupingi hapo. Sasa ule ugonjwa uliotaja sijajua anakupa dawa tu hiyo peke yake au kuna vile vipimo pia vinafanyika. Okay. Sina shaka katika hilo, lazima utaanza na vipimo. Na mimi nipo tayari kwa vipimo vya aina yoyote. Mradi kama na dalili na nimeonekana ninazo, basi nitumie. Mimi siogopi kipimo. Good luck. Asante sana Jafari, shukrani sana. Ni Jafari Mponda huyo akizungumza na Dr. Benson hapo MUHAS kuhusiana na kila unachokifanya kuhusu tiba asili. Na hili limefanywa kuwa jambo la kitaalamu
Dr. Limo, yani mtu akisikia tiba asili asifikiri kwamba ni mtu tu anaamka asubuhi anaanza kuchukua mitishamba na kuwapa na kuwatibu watu. Kumbe ni jambo pia ambalo lina utaalamu wake. Dr. Limo, sio? Naam, nadhani ndio mkakati wa serikali kurasimisha tiba asili. Hapo nyuma kutokana na historia ya nchi yetu, wakoloni na nini, kwa hiyo ujio wa wakoloni kukawa na namna ya kuibeza tiba asili. Lakini kumbuka, kabla ya wakoloni walioleta hii tiba ya kisasa, tiba asili ilikuwepo, na ndio maana sisi tupo, kwa sababu mababu zetu waliishi, magonjwa yalikuwepo haya, lakini yalikuwa yanatibika na tiba asili. Kwa hiyo sasa serikali kupitia Wizara ya Afya inakuja sasa na mkakati madhubuti wa kuhakikisha kwamba tiba asili na tiba ya kisasa zote zinapata heshima sawia. Mfano, wiki iliyopita tulikuwa na mkutano mkubwa sana hapo Dodoma, na Mheshimiwa Waziri wa Afya alisisitiza sana swala la kufanya tafiti za tiba asili, lakini kutumia tiba asili zenye ushahidi wa kisayansi ili ziweze kusaidia wananchi. Kwa hiyo tayari kama alivyosema mwenzetu wa Dodoma, ndio kwamba tayari kuna hospitali 14 zinatoa hizi tiba asili. Kwa hiyo unaona ni muamko, lakini pia ni maendeleo makubwa ya tiba asili yanayochagizwa na matumizi sahihi ya teknolojia. Teknolojia katika tafiti ili kuleta sasa hizi tiba asili kwenye mifumo rasmi ya afya. Sawa sawa kabisa. Na Dr. Hingi, tunatamani kufahamu kwamba wizara mmejipanga vipi kuhusu mkakati wa muda mrefu wa kusaidia katika eneo hili la tiba asili, kwa sababu tunazungumza katika kipindi ambacho wadau wengi, wafadhili wengi katika sekta ya afya wame withdraw, hawatoi tena ile misaada. Kwa mfano tulikuwa na mashirika kama USAID na ndani yake kulikuwa kuna taasisi nyingi sana zinazosaidia, zinatoa fedha kwenye masuala ya afya. Sasa pengine mmoja kati ya maeneo yanayotegemewa ni kuimarisha zaidi tiba asili ili iweze kusaidia pale ambapo kutakuwa na upungufu. Kama wizara mna mkakati gani kuhusu hilo? Asante sana. Wizara imeendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tiba asili inachangia katika kukabiliana na magonjwa hapa nchini, na si katika kukabiliana na magonjwa tu, hata katika kuongeza uchumi na kusaidia sekta zingine katika namna tofauti tofauti. Na katika mkutano ambao ulifanyika tarehe 25 mwezi huu hapa jijini Dodoma, Mheshimiwa Waziri Mohamed Njengerwa alieleza serikali na mpango gani na mkakati gani juu ya tiba asili, ambapo pia aliahidi kwamba watatoa eneo la viwanda vya dawa. Katika hayo maeneo yatatengwa maeneo pia katika uzalishaji wa dawa za tiba asili. Lakini pia serikali imewekeza Nimri Mabibo, ambapo napo pale pana kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa dawa za tiba asili. Lakini haya yote yanatekelezwa pia kutokana na juhudi za ndani, lakini pia yanaendana na mpango mkakati wa Shirika la Afya Duniani wa tiba asili, ambapo huu mpango mkakati ni wakati ya mwaka 2025 mpaka 2034, na ukiangalia yaliyozungumzwa humu yanaendana moja kwa moja na ambacho tumeshaanza kukifanya hapa nchini. Ni mambo manne ambayo yamezungumzwa, ikiwemo masuala ya kutafuta ushahidi, ambapo unaona kwamba taasisi yetu ya Nimri Mabibo, ambapo Emmanuel Peter Limo yupo pale na team wakiendelea kufanya utafiti kupata ushahidi katika ile eneo. Lakini jambo lingine ni kwenye mambo haya ya ujumuishaji au integration, ambapo umeona tayari hospitali 14 zimeanzisha dawa, na sasa tunatakiwa twende hadi kwenye ngazi ya afya msingi. Na Mheshimiwa Waziri alisema kwamba mteja mkubwa hizi dawa itakuwa ni serikali. Lakini jambo lingine la tatu ni usimamizi wa kisheria, ambao ni muhimu sana, na hapa ina maana kwamba tunataka tuhakikishe kwamba kila jambo linasimamiwa kwa mujibu wa sheria kulinda afya ya mtumiaji. Lakini jambo la nne ni masuala ya ushirikiano, ambapo tunaendelea kufanya ushirikiano na sekta zingine, ikiwemo sekta ya kilimo, sekta ya viwanda na biashara katika ile eneo.
Kwa hiyo ukiangalia haya maeneo yote yalivyokaa, matokeo yake yataenda sasa kutusaidia sisi kukabiliana na changamoto mbalimbali za kidunia ambazo zimetokea, lakini kuhakikisha kwamba uendelevu wa upatikanaji wa huduma hasa katika kipindi hiki ambapo tumeshaingia tayari katika bima ya afya kwa wote. Sasa na hapo ulizungumza pia kuhusu mwongozo katika kuimarisha zaidi eneo hili. Kunakuwa wakati mwingine kuna mstari mwembamba sana kati ya wale waganga wa tiba asili na wale ambao wanapiga ramli. Kwa mfano wale ambao wanapiga ramli chonganishi na vitu kama hivyo, mnaweka vipi mazingira kuhakikisha kwamba pia jamii inakuwa na uwezo wa kuwatofautisha? Asante. Ni kwamba katika hili ninaweza nikazungumza katika maeneo mawili au matatu. Jambo la kwanza, tunarudi katika msingi wetu ambao ni sheria. Sheria namba 23 ya mwaka 2002. Sheria hii kupitia kanuni ya usajili wa waganga imeweka taratibu kwamba mganga anatakiwa aweje. Na mganga anayefanya ramli chonganishi katika sheria ni tiba hatarishi. Sasa tiba hatarishi haziruhusiwi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwamba sheria na usajili wa waganga kupitia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala inaendelea kuhakikisha kwamba inachuja wale ambao hawatakiwi kuingia kutoa huduma kwa mujibu wa sheria. Lakini jambo la pili, tunaendelea kuwaelimisha wananchi. Tunapozungumza tiba asili, tunapozungumza waganga wa tiba asili, nini tunachomaanisha. Lakini pia wananchi wana wajibu kuhakikisha kwamba wanashiriki kamilifu katika kulinda utekelezaji wa sheria hii. Kwa wale waganga ambao wanafanya vitendo visivyofaa au wanafanya ramli chonganishi na mambo mengine, wanatakiwa wananchi watoe taarifa. Wanaweza kutoa taarifa katika vyombo vya usalama vilivyopo jirani, lakini katika halmashauri na mikoa tuna waratibu wa tiba asili na tiba mbadala ambao wao wana jukumu la kuwasimamia. Lakini jambo lingine, mwananchi ana haki ya kuuliza kama huyu mganga amesajiliwa. Kwa maana mganga ambaye amesajiliwa ni lazima awe na leseni ya kutolea huduma, ambayo itakuwa ni leseni ya mtoa huduma, leseni ya kituo chake cha kutolea huduma na leseni pia ya msaidizi wake. Lakini sasa tumeenda mbele zaidi ambapo sasa tunasajili dawa. Kwa sasa tuna dawa zaidi ya 150 ambazo tumeshazisajili. Kwa hiyo baadaye itafika ni kwamba hata dawa unayotumia lazima ujiridhishe kama hii dawa imesajiliwa. Na dawa inapokuwa imesajiliwa maana yake kwamba tayari imepimwa usalama, ubora kwa kupitia mamlaka ya mkemia mkuu wa serikali. Kwa hiyo hizi juhudi zote zinalenga kuhakikisha kwamba tunawalinda wananchi, lakini na wananchi nao wasikae kimya, waweze kutoa taarifa ili pale ambapo kuna changamoto hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Naam, Dr. Kafue, kwa upande wenu mmekuwa mkitoa elimu kwa kiasi gani pia kwa watu kwenye matumizi sahihi ya tiba asilia kama sehemu ama njia pia ya tafiti ambazo mmekuwa mkifanya? Elimu tumekuwa tukitoa kwa upana wake kwa wananchi, na pia kama taasisi ya tafiti za afya za binadamu kuna miongozo pia ya kimaadili. Maki tafiti yoyote ili ifanyike lazima ifuate maadili ya kitafiti. NIMR imetengeneza pia miongozo ya maadili ya tafiti za tiba asili ili kuweza kumlinda mwananchi ambaye anafanyia utafiti. Kwa hiyo kupitia hivyo pia na elimu pia inatolewa. Labda niongezee tu hapo, mara nyingi tunakuwa na hii mikutano ya kisayansi. Kwa mfano kwa taasisi yetu kila baada ya miaka miwili tunakuwa na mkutano mkubwa wa kutoa matokeo ya utafiti kwa jamii. Kwa hiyo ule unajumuisha watafiti kutoka taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi, lakini na jamii, wananchi pia wanakaribishwa kushiriki. Kwa mfano kwa mwaka huu tunategemea kuwa na mkutano wa namna hiyo Arusha mwezi wa 6 kuanzia tarehe 9 mpaka 11 pale AICC. Kwa hiyo siku 3 mfululizo tunakaa na wananchi na watafiti, tunajadili na watunga sera, tunajadiliana matokeo ya tafiti, tunaulizana maswali, tunashirikishana mbinu za utafiti. Kwa hiyo jamii kupitia mikutano ya namna hii
wanapata uelewa sasa ni mambo gani ya kuepuka au mbinu gani mpya zimebuniwa za kupambana na changamoto za afya na kadhalika. Sasa kabisa, na turejee pia kwake Dr. Hingi na tunatamani pia kujua sasa vision ya ambayo ipo ndani ya serikali, ndani ya wizara kuhusiana na tiba asili. Nataka Tanzania iwe nchi ya namna gani, ama tufikie katika kiwango gani cha kutoa tiba asili, kwa sababu tukiangalia mataifa kama China, India yamekuwa ni mataifa yanayofanya vizuri sana kwenye masuala ya tiba asili, na ukiangalia pia afya za wananchi wa mataifa hayo zinaonekana ziko vizuri, na anasema hivyo hasa kwa kuzingatia ile life expectancy ya mataifa hayo ambayo yamejiimarisha kwenye masuala ya tiba asili. Sisi maono yetu ama vision yetu kwenye eneo hili ni kitu gani hasa? Eneo kwa maana ya kwamba kwa mfano katika utoaji wa huduma za tiba asili. Lakini jambo ambalo ni zuri ambalo sasa hivi tunaendelea kujivunia ni kwamba hata ukija katika ukanda huu wa Afrika Mashariki unapozungumza tiba asili, nchi ambayo inatolewa mfano ni nchi ya Tanzania. Kwa maana kwamba ni nchi ambayo ina sheria na inawatambua waganga rasmi, ina sekta moja ambayo ni Wizara ya Afya ambayo inashughulika nayo mambo, ina baraza la kitaaluma ambalo linahusika na kusimamia, kuratibu na kuendeleza hizi huduma. Lakini pia tumeenda mbali zaidi kwa kisha kwamba sasa tunaweza tukasajili dawa, na kama unavyokumbuka kipindi cha mlipuko wa ugonjwa uviko 19 namna gani tulivyotumia huduma hizi za tiba asili kukabiliana na ugonjwa huo na tukapata matokeo mazuri. Lakini pia tumeenda mbali sasa, ni kwamba zamani wananchi walikuwa wanakuja na dawa za tiba asili katika mfumo wa uji au chai na kuwapa wagonjwa wao wakiwa wamelazwa katika hospitali. Lakini sasa hivi tumeenda hatua zaidi mbele kwamba dawa zipatikane katika hospitali, na wagonjwa pamoja na watu wa huduma wanaweza wakashauriana kwamba ni njia ipi sahihi kwa hali ya mgonjwa anavyoiona ambayo wanaweza wakatoa tiba stahiki. Lakini jambo lingine ambalo tumeendelea kufanya katika uwekezaji huu ni kama kiwanda ambacho kiko Nimri Mabibo, ambapo serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika hilo eneo, kuweka miundombinu mbalimbali ya kimaabara, lakini miundombinu mbalimbali ya uzalishaji. Na hii yote inaonekana tuko hatua ya mbali. Lakini jambo lingine la msingi ambalo limefanyika hivi karibuni mnamo mwezi wa pili, ambapo kwa kuna mkutano wa kwanza wa tiba asili Afrika Mashariki ambao ulifanyika Nairobi, Kenya. Na katika ule mkutano, kutokana na maendeleo tuliyofanya, tulipata heshima ya kuwa watu wa kuandaa mkutano mwingine wa pili ambao tutauandaa mwaka 2028 mnamo mwezi wa 8 wa tiba asili. Lakini jambo lingine, ulianzishwa mtandao wa tiba asili Afrika Mashariki. Na sisi kutokana na heshima ambayo tunayo katika ile eneo tumekuwa makamu mwenyekiti. Nadhani ni kwa sababu wenzetu Kenya ndio waliuandaa wakawa mwenyekiti, lakini sisi tukawa makamu mwenyekiti. Lakini unaona kabisa ukiingia katika makongamano hayo unaona tofauti iliyopo kati ya sisi na wengine. Kwa hiyo sisi tuna fursa kubwa ya kuendelea kuwa na uongozi mkubwa katika ile eneo, kwa sababu tuna uzoefu mkubwa wa kuendeleza au wa kutekeleza afua mbalimbali za tiba asili. Sasa Dr. Limo, sababu na hilo pia tuna magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua duniani, na wanasayansi wamekuwa wakifanya tafiti kuona jinsi gani tiba yake inapatikana, na hasa magonjwa haya yanahusisha virusi, kwa maana ya kwa mfano HIV na magonjwa mengine ambayo mpaka sasa hivi tiba yake haijapatikana. Kama kituo cha utafiti tunatoa mchango gani na tumefikia wapi pia katika hizo jitihada? Tafiti tunaendelea kila kukicha, hiyo ndio jukumu letu la msingi. Kwa hiyo kama taasisi magonjwa haya ambayo bado hayajapatiwa ufumbuzi, zipo tafiti mbalimbali zinaendelea. Kwa mfano kuna tafiti ya chanjo ya HIV ambayo inaendelea katika kituo chetu cha Nimri Mbeya, lakini
sisi kwenye kituo chetu cha NIMR Mabibo kwa kushirikiana na wataalamu wa tiba asili tunajaribu kuangalia ni mbinu zipo wanatumia za asili katika kukabiliana nazo ili sisi tuweze kuzitafutia ushahidi wa kisayansi. Kwa mfano tumeshafanya utafiti mkubwa kuzunguka nchi nzima kuongea na wataalamu wa tiba asili kujaribu kukaa nao kwa muda mrefu kuangalia wanatumia mbinu gani kutibu magonjwa gani. Kwa hiyo utafiti wa namna hiyo umeibua au umetuletea sisi utajiri mkubwa wa viashiria au vyanzo ambavyo tunaweza tukaendelea kuvidadisi kuweza kupelekea kupata majawabu. Kwa hiyo kwa ujumla kuna ambao mmekutana nao ambao wao wenyewe wanaeleza kwamba wana uwezo wa kutibu magonjwa haya. Naam, kama vile HIV. Yes, kabisa. Tumekutana nao, wanaweza kutibu HIV, wanaweza kutibu kansa. Lakini nyie kazi yenu ni kutafuta ushahidi sasa wa kisayansi. Sisi zile tunasema ni kama signal ambazo sisi tunatakiwa tuzifuatilie sasa. Kwamba wewe kama ukisema unatibu, sisi hatuwezi tukasema kama unavyosema wewe mpaka tuwe na takwimu. Lakini kwa mfano yeye akikwambia anatibu, si unauliza wagonjwa wake bana, wewe ulikuwa unaumwa, huyu akakupa dawa, je, umepona? Sasa kwenye utafiti yapo mambo mengi hapo, kwa sababu hata mgonjwa yule anaosema alikuwa anaumwa mtafiti atauliza alijuaje anaumwa. Yani lazima kuwe na vipimo. Kama amefanya vipimo, tunaweka gani vipimo vilivyofanyika ilikuwa ni sahihi. Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo lakini hao wagonjwa wapo na mnazungumza nao. Tunazungumza nao na ndio wanaotupa sisi nguvu ya kuendelea kudadisi zaidi kuona kama kweli hicho kinachosemwa ni kweli. Lakini pia mbinu kama hiyo imepelekea kupata dawa ambazo sasa hivi zinatumika. Kwa mfano hiyo ya tezi dume maarufu inaitwa Persivin. Sasa hii inatibu tezi dume katika level gani? Ambayo kwa mfano tezi dume kuna ambayo inakuwa inafikia kabisa hatua ya kuwa saratani ya tezi dume. Na yenyewe inatibu mpaka hatua ya saratani? Hapana, hii inatibu kabla haijawa saratani. Ina maana ni uvimbe wa tezi dume. Na kwa sababu tezi dume inavyoendelea kukua unafika hatua mpaka unapewa sasa tiba ya kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo sasa kabla hujafikia huko, hapa katikati ukitumia ule uvimbe unaondoka. Kwa hiyo sisi kwa mfano tuna kanzidata kubwa tu ya wagonjwa namna hiyo, anaenda hospitali anapimwa na anapangiwa kabisa tarehe za kufanyiwa upasuaji, anakuja kwetu tunamwanzishia tiba. Kwa hiyo mwezi wa kwanza tunamwambia aende akacheki, daktari anamwambia kabisa kwamba imepungua kwa kiasi fulani. Mwezi wa pili, kwa hiyo kwa asilimia kubwa ndani ya miezi mitatu daktari anamwambia vipimo, tezi dume imerudi katika hali yake ya kawaida. Naam. Kwa hiyo ni taarifa nzuri ambazo jamii habari njema kwa kina baba kabisa. Wao wanasema kila mwanaume anayo tezi dume, sema sasa inategemea iko katika kiwango gani. Na wote tutapitia, ni safari ambayo wote wanaume tunapitia huko. Kwa hiyo ni namna tu ya kujiandaa, kwa sababu jinsi umri unavyozidi kwenda ndio uvimbe wa ile tezi dume unaongezeka. Kwa hiyo kuna namna, na tunaangalia sasa hivi namna ya kuzuia. Kwa hiyo tunafanya majaribio kuona ni dozi gani ukitumia kabla hujapata uvimbe basi utachelewa kupata. Yani kwa wastani miaka 50 na 45 kwenda mbele chansi kubwa ya kupata unayo. Sasa tunaangalia sasa hivi mwenye umri huo ukitumia kama kinga, je, unaweza ukaenda mpaka miaka 80 bila kupata hiyo changamoto. Inakuwa ni kama kachanjo fulani. Naam, ndio tunajaribu kuangalia hivyo na tunaona dalili za mafanikio. Na hizi ambazo tayari nimeshazitengeneza hizi za kutibu uvimbe, zinapatikana kwa mfano wakija NIMR pale wanazipata? Zinapatikana kwenye vituo vyetu vyote 15 vya NIMR ambavyo viko nchi nzima, lakini kwenye pharmacy mbalimbali hapa Dar es Salaam na mikoani, na baadhi ya maduka wanaotoa hizi dawa za tiba asili. Kwa hiyo ukikosa kote huko
unaweza ukaja ofisini kwetu ukazipata ambao ndio moja kati ya hizo. Moja kati ya ile. Sasa ile nyingine ile hiyo kama ile Nimricaf ile nyeupe ile ndio ilikuwa maarufu sana wakati wa uviko 19. Imeanza kutumika wakati wa uviko 19 mwaka 2019-20. Hiyo kama nyekundu hivi? Kama nyekundu sasa ile ni kinywaji lishe. Virutubisho. Okay. Kwa hiyo ukiwa na uchovu mfano umefanya kazi hapa mpaka jioni umechoka, ukinywa ile yani unakuwa kama hiyo ya tezi dume iko wapi hapo au haipo kati hii ya mwanzo kabisa? Hiyo ndogo ya mwanzo. Hiyo ndogo ya mwanzo ya pink ile inaitwa Presivin. Inaitwa Presivin. Okay. Sasa ukitumia ile kama kweli daktari umepima ukaonekana una uvimbe, ukitumia ile ndani ya miezi 3 unakuwa hiyo hapo mwanzo. Zinapatikana maana kuna kipindi walisema ilikuwa nadra kuzipata. No, sasa hivi zinapatikana kwa wingi tu. Zipo kwa wingi. Kwa wakina baba ondoa wasiwasi, zipo. Na katika kila kifungashio cha bidhaa yetu kuna namba za simu za ofisi. Kwa hiyo ukipiga wanakupa taarifa namna gani unaweza ukazipata hapo ulipo. Una haja ya kuja kwetu, ila ukifanya mawasiliano watakwambia kama huko hapo nenda sehemu fulani zipo. Na awali uligusia kuhusiana na baadhi ya wale ambao wanatengeneza dawa. Sasa mtu akishagundua labda dawa yake, anafanya utaratibu gani ili awasilishe kwenu kwa ajili ya kufanyia utafiti? Okay, kwa wale ambao wanatengeneza kwa kiwango kidogo majumbani kwao, wale sisi tunawaalika kwa sababu sisi ni taasisi ya serikali ya utafiti. Kwa hiyo wananchi wote ni wadau wetu. Kwa hiyo yule anapokuja na dawa yake anasema hii inatibu ugonjwa fulani, yule tunamsajili. Kwa hiyo kuna fomu maalum, tunachukua taarifa zake na sampuli ya dawa yake, alafu tunaipitisha sasa kwenye maabara zetu. Baada ya muda utafiti ukikamilika, tunamwambia narudi, tunampa matokeo. Kwa hiyo zipo tafiti ambazo tunazifanya kwa muda mfupi na hazina gharama kubwa. Kwa hiyo zile tunampa matokeo kwa muda mfupi, lakini zipo tafiti ambazo ni gharama lakini zinachukua muda mrefu. Kwa mfano ukisema umekuja na dawa unasema hii inatibu kisukari. Kwa hiyo sisi ili tujiridhishe wewe ukitumia hiyo dawa unapona sukari, maana yake tunafanya utafiti at least miezi 3. Kwa hiyo tunawapa wanyama kisukari. Kwa hiyo panya pale anapata kisukari, alafu tunaanza kumtibu panya mpaka anapona. Kwa hiyo mchakato huo unachukua takriban miezi 3. Okay. Kwa hiyo tukipata kweli kama panya anaumwa kisukari, tukampa dawa yako akapona kweli, ile ni ushahidi wa awali ambao unatupa sisi nguvu kusema kama panya alipona, basi tunaweza tukaigeuza ile dozi ya panya ikawa dozi ya binadamu, tukaanza majaribio kwa binadamu. Kwa hiyo binadamu naye anaweza akapona kama panya alipona. Kwa hiyo ni hatua, utafiti ni hatua. Na Dr. Mwanaidi, ujumbe wako pia kwa wananchi hasa kwenye matumizi na vitu vya kuzingatia kwenye matumizi ya tiba asili? Ujumbe ni kwamba wananchi wahakikishe kwamba wanatumia dawa ambazo zimethibitishwa ubora wake, wasiende tu mitaani na kujinunulia tu dawa ovyo ovyo ambazo hazina shahidi zozote za usalama. Sawa kabisa. Na turejee pia kwake Dr. Hingi. Tumezungumza mengi sana na Dr. Hingi, pia tunatamani kujua sasa katika haya yote ambayo yamezungumzwa, ni kitu gani ambacho pia kama wizara mnaona ni changamoto ambazo zinasalia kuhitaji hatua zaidi za kuzichukua ili kuimarisha sekta hii ya tiba asili, na changamoto hizi pengine zinaweza zikawa ziko kuhusu mtazamo wa wananchi kuhusu tiba hizi, lakini pia zinaweza zikawa ni masuala ya uwekezaji, masuala ya kiutafiti, masuala ya kisayansi. Ni mambo gani hasa ambayo hivi sasa mnakabiliana nayo na mnadhani pia mnahitaji kuweka nguvu kwenye hayo ili kuimarisha sekta hii? Asante. Jambo kubwa ambalo tunaendelea kufanyia kazi ni kutoa elimu na wananchi waweze kuwa na elimu na ufahamu wa matumizi sahihi ya hizi huduma za tiba asili. Lakini pia ni kuhakikisha kwamba tiba asili haichanganywi na imani potofu. Tunapochanganya na imani potofu, tunajichelewesha sisi wenyewe
kutumia fursa ambapo ipo kwenye tiba asili. Tiba asili huwa tunaita kwa jina lingine ni kama dhahabu ya kijani, kwa maana kwamba ina fursa nyingi za kutosha, na kama tukiamua kushirikiana kwa pamoja na kuzitumia. Lakini jambo lingine, tunaendelea kutoa wito kwa sekta zingine mbalimbali kuweza kushirikiana kwa pamoja na kuona fursa katika ile eneo. Kama nilivyosema, sekta ya kilimo tunahitaji kuwa na malighafi ambazo zina ubora, malighafi ambazo zimelimwa kutokana na miongozo tunaita good agriculture and collection practice. Kwa mfano, tunahitaji pia kuwa na viwanda vidogo vidogo vya kuchakata dawa mpaka viwanda vikubwa. Kwa hiyo hilo na yenyewe ni fursa. Lakini jambo lingine, tumekuwa tunapata wateja wengi wa kununua dawa za tiba asili kutoka nchi jirani. Kwa hiyo na yenyewe ni fursa nyingine ya kibiashara. Lakini pia kwa watafiti, inawezekana wanatafiti mambo mengine, lakini pia kwenye tiba asili bado kuna maeneo mengi sana ambayo hayajafanyiwa utafiti wa kutosha. Kwa hiyo sisi tunaendelea kutoa wito kwamba ili ni eneo lingine na ni eneo ambalo linajisimamia lenyewe kama lenyewe, na tunahitaji kwamba kushirikiana kutoka kwa mwananchi mmoja mmoja, kitaasisi na maeneo mengine. Na haya yote ni mambo ambayo tunaendelea kuyafanya kuhakikisha kwamba tunaweka hii tiba asili inaeleweka kwa wananchi, inaeleweka kwenye taasisi zingine, na mwisho wa siku tunaamini kwamba haya yote yakifanikiwa kama mpango mkakati wa tiba asili wa Shirika la Afya Duniani, ambapo umesisitiza katika masuala ya ushirikiano, ninaamini kwamba kama nchi tutafika mbali, lakini wananchi pia watafaidika na fursa hizi. Lakini mwisho wa siku huu ni utambulisho wetu. Dawa yoyote, kwa mfano dawa ambazo wamezungumza hapo watafiti kama Pevsin, inawezekana ukifika Zambia utaambia bwana, ukipata Pevsin ya Tanzania hii shida yako itaisha. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kimkakati, ni jambo ambalo ni la utaifa, lakini tiba asili ni ya kwetu. Hii ni kama tumepewa kama zawadi zingine ambazo tunazo kama nchi, kama madini na vitu vingine, na tiba asili na yenyewe inasimama katika nafasi hizo. Sawa, tunashukuru sana Dr. Limo. Pia kwa kumalizia, jambo gani ambalo sasa NIMR mngependa pia wananchi wafahamu na waunge mkono pia katika jitihada zenu za kupambania tiba asili hapa nchini? Kwa ujumla wananchi wanaendelea kutuunga mkono, lakini wito tu niweze kutoa kwamba waweze kutumia hizi taasisi za serikali. Serikali imewekeza sana kwenye miundo mbinu na rasilimali watu. Kwa hiyo wananchi, jamii, hususan hao wataalamu wa tiba asili wazitumie hizi taasisi ili waweze kujinufaisha wao, kwanza kuboresha yale maarifa waliokuwa nayo. Kama tulivyojadili kwamba unavyoboresha maarifa yako ndivyo unavyopanua wigo wa hayo maarifa yako kufikia watu wengi zaidi na kutatua changamoto zao za afya. Na unavyotatua changamoto za afya, manake na wewe pia hata kiuchumi unaimarika. Kwa hiyo kama alivyosema mdau wa Dodoma, ni kwamba hii ni fursa, na sisi kama taasisi ni nyenzo wezeshi. Wataalamu wenye maarifa haya watumie nyenzo hizi kuimarisha maarifa yao, lakini pia wapate fursa ya kutatua changamoto katika taifa letu. Naamini tiba asili tukiweza kuifanyia kazi kwa muktadha huu, tunaweza pia tukapunguza utegemezi wa kuagiza bidhaa za afya kutoka nje ya nchi, lakini tunaimarisha uchumi wetu. Kwa hiyo tunapoimarisha uchumi, tunapunguza utegemezi, ndio tunaongeza usalama wa taifa letu. Kwa hiyo ni sisi wenyewe ndio wananchi, na sisi wenyewe ndio tunaojenga nchi yetu. Kwa hiyo ni kushirikiana tu na kushirikishana hizi fursa na kuzitumia kikamilifu ili tuweze kupiga hatua katika sekta ya tiba asili. Shukran sana Dr. Emmanuel Limo. Asante pia Dr. Mwanaidi Kafue. Tunakushukuru pia Dr. Marco Hingi.
kwa kuungana nasi kutoka hapo Dodoma, na ndivyo ambavyo tunakamilisha hivyo tukizungumza kuhusiana na tija ya matumizi ya tiba asili katika matibabu hapa nchini.